ya kumshukuru Mungu wa mbinguni aliyetupa namna hii ya ajabu ya sisi kujumuika mahali hapa. Leo ni siku ya 3 kilele cha mkutano wetu ambao ulianza tokea majuzi, na tulimwona Mungu akifungua watu, tulimwona Mungu akiponya watu, na wengine hata walilipuka mapepo wakiwa nyumbani, na tunaamini leo siku ya mwisho utakuwa ni utukufu zaidi, kwa sababu Mungu anasema ni utukufu hadi utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo natamani utambue haukuja hapa siku ya leo kwa hasara. Kama ulishindwa kuamini tokea juzi ukawa na wasiwasi ukashindwa kuamini, jana pia ukashindwa kuamini, basi leo kwa nguvu zako zote hakikisha unaamini. Kwa sababu watu wa Kiswahili wanasema tonge la mwisho, wao wanasemaje kwa hiha? Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba wewe ambaye uko nyumbani, unayesikia ukiwa mbali, na umekuwa ukisikia namna ambavyo tunakuambia habari za huyu Yesu, kwa sababu sisi kuwepo mahali hapa sio kama tumekosa kazi, sio kama tumekosa cha kufanya. Kama ni kazi tunazo nzuri tu, tuna ratiba nyingi za kufanya, lakini kuna upendo ambao tuliupata, na hatutamani na wewe ndugu yetu ukiwa mbali usisikie. Hatutamani na wewe ambaye uko nyumbani kwako muda huu usisikie. Tunatamani wewe na familia yako msikie habari za Mungu mwenyewe. Na hatuko hapa kwa sababu ya dini ya mtu, kama tunavyosema siku zote. Hatuko hapa kwa sababu ya dini ya mtu, hatuko hapa kwa sababu ya kabila la mtu. Tuko hapa kwa sababu ya Yesu Kristo, mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumekuletea habari za msamaha wa Mungu kwa wanadamu wote, habari za uokovu wa Mungu kwa wanadamu wote. Kwa hiyo kokote kule ambapo unasikia sauti hii, basi usikubali neema ya Mungu ikakupita leo. Mungu anayo sababu ya kukuacha uishi mpaka wakati huu. Mungu anayo sababu leo hii usikie sauti hii ikiwa nasema na wewe. Mungu analo kusudi usikie ukiwa hapo unaposikia, kwa sababu uhai wa mwanadamu, Mungu ndo anajua idadi ya siku za uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu usikie, Mungu anaporuhusu usikie. DJ, kwa jina la Yesu washa ni maiki. Amina. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu usikie, ujue kabisa ana makusudi na wewe. Ujue kabisa ana mpango na wewe. Haujaja kwa hasara wala kwa bahati mbaya, na wala usikii sauti hii kwa hasara au kwa bahati mbaya. Unasikia kwa sababu kuna kusudi la Mungu. Mungu hataki mwanadamu hata mmoja apotee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kila mwanadamu aifikirie toba, kila mwanadamu aelewe uokovu wa Mungu, kwa sababu mtu anaweza akajificha kwenye kivuli cha dini akiamini dini itamuokoa, lakini dini haiwezi kukuokoa, kwa sababu dini ni mpango wako. Wanadamu ndio wameanzisha dini. Yesu hakuanzisha dini. Hata ukisoma Biblia, Mungu hajawahi kuanzisha dini. Dini imeanzishwa na sisi wanadamu, na lengo sio baya la sisi kuwepo kuanzisha dini. Lengo ni mwanadamu amtafute Mungu. Lakini Mungu akiwa anamtafuta mwanadamu, anamtafuta kwa njia moja ya kipekee, kwa njia ya kuacha utukufu mbinguni. Anashuka kama mwanadamu, akalibeba jina la Yesu, kwa sababu yeye ndiye anayeokoa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo jioni ya leo nataka uelewe, hakuna wokovu katika mwingine awaye wowote yule chini ya jua, isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Nilikuwa nakuweka vizuri masikio. Tusikilizane vizuri jamani. Amina. Kwa hiyo unasikia tukio ukiwa nyumbani, kaa vizuri. Sasa ndo wakati wako.
Na sisi wote ambao tumekuja hapa, napenda nisome neno la Mungu kwanza. Kitabu cha Warumi. Sitachukua muda mrefu, kwa hiyo usiogope kabisa. Warumi sura ya 6 mstari wa 23 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nitarudia. Anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Tamalizia na kitabu cha